Kumbusha sana nishanyosha mkono. Asante Kibanda. Kwanza nijitambulishe kwa sababu sikutambulishwa. Mimi naitwa Wakili Maduhu. Ni miongoni mwa watu mashuhuri nchi, huwezi kunitoa. Mmoja mawakili wasomi mashuhuri. Mawakili kwa kitendo cha ayo kutonitambulisha hapa nitakutana ninakojua mwenyewe. Sasa Kibanda, mimi nina bahati kidogo ya kuwa kwenye hizi mambo kwa maana ya practice. Nilikuwa na maoni tofauti darasa langu kidogo ni dipati kwenye maoni wengi waliozungumza hapa. Ni kidogo tofauti na wengine. Nianze la kwanza kwamba moja ya mapendekezo au moja ya visababishi kwa mujibu wa taarifa ya Chande vya maandamano, uite ghasia, uite vurugu za mwaka jana Oktoba, ilikuwa ni vitendo vya baadhi ya watumishi wa umma ikiwemo Tume ya Taifa ya Uchaguzi kuengua wagombea bila kufuata utaratibu. Ninapozungumza hapa saizi, ndugu Kibanda na washiriki wote, tuna uchaguzi mdogo unaendelea nchini katika kata nyingi tu pamoja na jimbo la Isimani. Jana nimeona taarifa ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ya kurejesha wagombea wawili kutoka jimbo la Chato kati ya 5 ambao wasimamizi wa uchaguzi katika kata mbalimbali za jimbo la Chato waliungua. Tunazungumza hata mwezi ripoti ya Chande haijamaliza, bado wasimamizi wa uchaguzi wanagombea wanaingua wagombea wa upinzani. Na Tume imesema, sema taarifa ya Tume inasema waliobakia wale 3 itafanya kikao Jumatatu ione hatima ya namna ya kuwarejesha. Hatuna mwezi, Tume haina mwezi. Bado Tume ya uchaguzi inaingua wagombea wa upinzani. Sasa what are we doing here? Hapa tutafanya nini? Mheshimiwa Omo, tutafanya nini? Watu kubadilika wataki. Hawa watu hawezi kubadilika, Kibanda. Hawa watu hawana political will ya kuivusha nchi hii. Haiwezekani tunalia hapa. Tume imesema kwamba wananchi wanainguliwa kwa kuonewa. Tume ya uchaguzi bado inaruhusu watu wake chini kuengua wagombea. Tuna uchaguzi tunazozungumza hapa, jimbo dogo la uchaguzi mdogo, jimbo la Isimani. Nyinyi ACT mgombea wenu mwenguliwa. Uongo kweli? Hakurudisha mkushiriki. Kuna chama kingine kinafikiri chama gani mgombea wao amenguliwa. Sasa tunazungumza hapa namna ya kuvuka hapa, bado vitendo vya Tume ya Uchaguzi vya kuonea wagombea wa upinzani kuengua vinaendelea. Na watu hatusemi, tumekaa kimya. Jambo la pili, tumeanza kuona dalili ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kutumika kuonea vyama vya upinzani kwa kuviandikia barua za hovyo, barua za vitisho, ikiwemo eti kutishia kukifuta chama cha siasa for political reasons. Mimi binafsi niangalie kwa sababu za kisiasa. Leo ni kwa Chadema. Nataka niwaambie hapa, kesho ni kwa ACT. Kama tukinyamaza, ilianza kwa ACT, pigwa onyo, tishiwa. Leo imeenda Chadema. Halafu ofisi ile ile ya msajili, mimi siwezi kuiona hata siku moja ikiwaandikia CCM barua ya onyo na kuwatishia kuwafuta. Ingawa sijui kama CCM ina usajili wa kudumu, sijui. Kwa haya mambo Mheshimiwa Omo ndio kusema haya, lakini cha pili nikiongezea hapo, hapa pekee tulivyokaa tu hapa ni ushahidi tosha kwamba serikali ya CCM na watu wake hawana nia yoyote kukaa kwenye meza ya mazungumzo. Ninahakika kwamba ACT mlialika CCM. Uongo kweli? Wako wapi hapa? Imealikwa CCM, najua mmealika na watu wengine including msajili. Hawajaje hapa. Jeshi la polisi hawajaje hapa. Hata kama tukizungumza hapa leo tutatoka na mawazo na resolutions za upande mmoja. The question comes, tutakao kubaliana Mheshimiwa Omo hapa, hata tutakao kubaliana hapa, ni nani anakwenda kuyatekeleza? Kwa sababu watekelezaji hawapo. Serikali hapa mwakilishi hakuna. CCM chama tawala, Jusali hailikataza kusema chama tawala, sio niseweje. CCM hawapo. Msajili ambaye ni chanzo cha mambo haya hayupo. Tume ya uchaguzi hapa haipo, na tumesema ni mjadala wa kitaifa kuhusu mwelekeo na hatima ya nchi yetu. Sasa hiyo hatima itapataje kama watekelezaji ambao tunazungumza hapa hawapo? Ukweli ni kwamba Mheshimiwa Omo, tutazungumza hapa, tutazunguka CCM
Narudia, CCM na serikali yake haina nia, haina political will, haina utashi wa kisiasa wa kulivusha hii taifa kwenye hatua nyingine. Ukiangalia matendo ya viongozi wa serikali, kauli zao, kebei kwa wananchi ziliendelea. Na ripoti ilisema moja ya sababu ya zile vurugu ni tabia ya baadhi ya viongozi wa umma kudharau wananchi, kukebei wananchi, majibu ya hovyo bado yaendelea. La mwisho nimalizie. Kwa upande wa nyinyi kibanda za uhariri wa vyombo vya habari, wahariri. Najua kuna mmealikwa pia wahariri hapa. Tuangalie aina ya wahariri waliofika hapa. Wanachagua matukio ya kwenda. Sasa ni kwako kibanda kakaangu. Ukawaambie wenzio. Kuna baadhi ya matukio mnajaa sana wahariri. Mnajaa. Kamera zinakuwa nyingi yani mnachafua ukumbi. Na matukio baadhi hamuji, hamtendi haki pia na nyinyi wahariri. Hata leo hapa kwenye coverage tukafanya baadaye utafiti. Tukaangalia hii event ya ACT Wazalendo, media, mainstream media. Sasa tuikover hapa. Utakuta ni digital space ndio zimecover. Kuna nyinyi watu wa media kibanda kakaangu. Msiju respect. Hasa wahariri waandamizi. Muende mkajitazame. Kuna sehemu wananchi hawa wa nchi hawatendei haki. Sasa tunazungumza hapa ili wafikie wananchi. Mtokanye mwa ripoti. ACT imewalika wahariri hapa. They are very few. Hata kisema nyosha mikono hapa. Wachache. Wale waandamizi wale tunaowajua hawapo hapa wote. Lakini amshua kwamba siku akiita kesho waziri mkutano wa wahariri hapa au chande na wahariri wanajaa. Na mfano mzuri tu nimalizie. Sisi watu wa asasi za kiraia tulifanya mkutano wa kuchambua ripoti ya Chande tarehe 27 mwezi wa 4. Tukaandika taarifa ya page takriban 20. Wahariri hawakuja. Siku ya kesho, siku ya pili yake tumekaita wahariri wao ya Chande wakajaa. Hafsa walivyo wanafiki waandishi wa nchi samahani kwa lugha hii, ile uchambuzi wetu sisi hakukava kabisa popote. Uchambuzi wetu, uchambuzi wa ACT na watu wengine wenye maono wanajitambua hakuwa covered. Alipoibuka Chande na makamishina wenzie, kesho magazeti yote Chande aibuka afafanua. Hasa wahariri ndugu zangu na kuna sehemu mtendi haki. Tendeni haki nchi hii. Hatusemi kwamba nyinyi muandike habari zetu peke yetu. Basi mbalance basi. Za serikali muandike na za wananchi muandike. Sasa nyinyi mmeegemea upande mmoja tu. La mwisho ninapoondoka hapa, nataka niseme kwamba mimi ni wakili ambaye nilishiki kutetea wale vijana walioitwa wahaini. Mheshimiwa Omo, walikamatwa jumla vijana 2045. Na kati yao vijana 1651 wakafikishwa mahakamani. Mimi nilikuwa mahakamani. Sio kwa kusibu, nilikuwa mahakamani mmoja wa wakili ambao alikuwa vijana wale. Walikuja mbele yetu vijana ambao walikuwa na boxer. Manako alikamatiwa majumbani, hakuwa anaandamana. Wengine wanawake wamevaa madela, walikuwa majumbani. Wengine walikuwa wamekuja pale hawana miguu, wamefungwa na kamba, sio bandage, kamba ya katani. Mtu amefungwa mkono hapa na kamba mahakamani pale. Tumeiambia tume, lakini kwenye ripoti yake haijasema chochote kuhusu mamia ya vijana ambao walikuwa wamepigwa na kuumizwa, wanakuja mahakamani wanachechemea. Na mpaka leo Mheshimiwa Omar, nataka nikwambie bado kuna vitendo, bado nataka pia nitumie fursa hii kuvilaani, ya jeshi la polisi kukamata watu, kukanao kwa siku 40 30 bila kuwapeleka mahakamani. Sasa tume imesema hiyo ni sababu bado polisi ninapozungumza hapa wanakamata watu, wanakanao siku 50 40 vituo vya polisi hapi dhamana, afa badala kuachia tu hakupeleki mahakamani. Haya mambo tusipasema sisi jamani, yatazungumza mayo basi. Kwa hiyo bado nchi hii tutapiga makelele hapa, tutazungumza, lakini tukiondoka hapa watekelezaji hawapo wote hapa. La mwisho, lakini sio kwa muhimu, wa mwisho kusema ndio kuna faida. Sio mwisho. Okay, sawa. Tuliambiwa kibanda kwamba na tume haikusema chochote, na tuliambia kuna vijana kutoka nchi jirani walikodiwa kuja kuandamana hapa. Mimi nilikuwa wakili kwenye zile kesi. Nilifanya uchambuzi wa zile hati za mashtaka zote. Mtu wa kwanza mpaka 1651. Sikuona mtu kutoka nje ya nchi. Tukaiambia tume, basi tuambieni basi. Tulielezwa kwa kuna vijana kutoka nchi jirani walikuja hapa kuandamana. Tume haijasema chochote kuhusu hilo. Tume ya Chanda haijasema
chochote as to whether tuhuma za watu kutoka nje ya nchi kuja kuandamana hapa zilikuwa ni za kweli au vinginevyo. Kwa ndugu zangu, tuzungumze, lakini mimi na wasiwasi mno kwa ninayoona hapa. Serikali, chama tawala, msajili, hitimisha basi bro, jeshi la polisi na tume kutokuja leo hapa, sioni kama kuna njia ya kwenda huko mbele. Hawa watu hawako tayari. Asanteni sana, mpigie makofi sasa. Wakili Madu, usipate shida, wanasikia kwenye media. Ndio uzuri wa mtandao, usije ukakosa. Wakati Ezekiel unasimama, endelea kuja, nampa moyo mdogo wangu